Takriban maduka 32 yameteketea kwa moto mkubwa ulioripuka usiku wa kuamkia siku ya leo katika soko la Temeke Exterior jijini Dar es Salaam. Moto huo ulianza mnamo saa 5 usiku na juhudi za kuuzima zilichukua saa kadhaa kabla ya kudhibitiwa. Mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio wamesema kuwa chanzo cha moto huo huenda kikawa ni shoti ya umeme, ingawa mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi juu ya chanzo halisi. Huduma ya zimamoto na uokoaji ilifika eneo la tukio kwa wakati, lakini ukubwa wa moto na mrundikano wa bidhaa zenye kushika moto kwa haraka ulifanya kazi yao kuwa ngumu. Hata hivyo, haijaripotiwa majeruhi hadi sasa. Wafanyabiashara walioathirika wameeleza majonzi yao kutokana na hasara kubwa walioipata. Naitwa Wasara Ali Mboka. Duka langu nilikuwa kwanza na Tigo Pesa, pili nilikuwa na vinywaji, vitafunwa na bidhaa nyingine za kawaida ndogo ndogo. Sikuwahi kuokoa kwa sababu hali ilivyojitokeza ilikuwa ngumu sana kujitetea. Moto ulivyojitokeza mimi nipo hapa sokoni. Lakini ule moto ulikuwa kidogo kama wa Kimarekani wa ajabu. Maana ulipojitokeza chumba cha huko, basi dakika 2 tunaustukia hapa, dakika 3 ule kule, dakika 4 umeenea sehemu zote. Ina maana tumeshindwa namna kujitetea sisi. Hayakuwa na uwezo wote maji ya kwenye ndoo bwana, zidi ya zimamoto. Swala la kuzungumzia rai yangu kuhusu tatizo kama hili, ni mapema mno kuzungumzia juu ya tatizo hili, isipokuwa kwa sababu tuko bega kwa bega na serikali manispaa, na imani nitakuwa na ushauri mzuri zaidi kuhusu matukio kama haya yanayojitokeza ndani ya masoko au sehemu tofauti tofauti. Naitwa Zakayo Kivike. Mimi hapa ni mfanyabiashara kitengo cha nyanya. Tukio hili limeanza saa 4 usiku mpaka saa 8 mpaka majira ya alfajiri. Nimeathirika kupitia ndugu zangu kwa sababu mimi ni mfanyabiashara wa nyanya, ila baadhi ya ndugu zetu ndio walioathirika zaidi. Chanzo cha moto bado hakijabainika. Mpaka sasa tetesi tu zilizopo ni kwamba ni short ya umeme. Ni hizi frame hizi hapa za mbele kule mpaka hizi huku hizi. Kulikuwa kuna frame za store za vyakula, Tigo Pesa. Kulikuwa kuna ofisi za mama ntilie. Mimi hapa najishughulisha na bamia, nauza bamia. Mimi nimefika asubuhi ndo nikalikuta. Kwa hapa kwa soko hili ni kwa mara ya kwanza. Hata hivyo tunamshukuru Mungu. Yaani mpaka hapa tunamshukuru Mungu. Hata hivyo tunashukuru fire kwa wameweza kufika kwa wakati na wameweza kuokoa, maana tukiangalia masoko mengine unaweza kutoka fire mnafika masoko yote yameshaungua. Lakini tunashukuru sana fire wamefika kwa wakati na wamezima moto kwa wakati. Ni kwa ukubwa, maana kama mfanyabiashara ambaye alikuwa anategemea eneo lake hapa kuta limeshaungua, ni kwa ukubwa, lakini sio kama masoko mengine. Hapa tungekuta kama masoko mengine soko lote limeshaungua, lakini ingawa ni eneo eneo kidogo sana ambalo limeungua. Hata hapo ni kumshukuru Mungu tu kwa eneo ambalo limeweza kuathirika. Ni kubwa lakini sio kubwa sana kama masoko mengine, kama soko la wapi hapo Kariakoo jinsi lilivyoungua ko. Ni kumshukuru Mungu hata hivyo. Sio eneo kubwa sana lililoungua, ingawa sehemu imeathirika. Yaani wazo langu ya kwamba tunapotoka kwenye biashara tuache mazingira tumeyaweka sawa, tuhakikishe mazingira yako sawa ya umeme, kila kitu tukiweke sawa ndo tuweze kuondoka. Hapana, maana soko hili kishafika tu saa 12, mwisho saa 1 inabidi watu tumeshaondoka, soko linafungwa. Kanga chipsi kama waache majiko vizuri, kama mama ntilia wahakikishe moto wamezima, kama ni gesi wamezima vizuri, waache mazingira yako sawa. Mimi naitwa Hamisi Muhammad Mdogwa au Hamisi Teacher, kwa biashara wa nyanya. Nyanya kwa maana ya zinazotoka mikoani, tunauza jumla na rejareja. Muda tukio hili kwa mashuhuda walosema kwamba muda ulianzia saa 5 usiku na hasili imeanzia kuna kibanda fulani hapa, kuna mama mmoja anauza juisi. Kwa hapo ndo tatizo lilipotokea. Hasara ni kubwa of course, kwa sababu moto kuna mali za wafanya biashara. Hasara ni kubwa kwa sababu kweli bado hatujapata tathmini, ila hasara ni kubwa kwa kweli, kwa sababu kuna mali za wafanya biashara, kuna wengine walikuwa na Tigo Pesa zao hapa. Naona bwana, kuna wengine walikuwa wana nani zao. Yaani hasara ni kubwa kwa kweli. Mpaka sasa sijapata taarifa hizo, lakini
kwa muda uliotokea sidhani kama kuna mtu aliweza kuokoa chochote, kwa sababu wafanya biashara saa 5 kwa maeneo ya humu ndani hawafanyi biashara, wanafunga saa 12 wanaondoka majumbani mwao. Kwa kipindi cha ajali inatokea wao hawapo, umeelewa Kwa sidhani kama kuna mtu yote aliweza kutatua kuokoa cha kwake chochote kile. Kwa mamlaka, kwa maana ya uzimaji wa moto sijapata taarifa, ila serikali imeshapata taarifa. Kwanza elimu itolewe hususan kwa wafanya biashara ambao wanatumia hivi vitu ambavyo vinahusiana na moto. Lakini pili, ningeshauri sana hasa wanafanya biashara wanaotumia vitu vya moto, kwa wanapokuwa wamefunga biashara wahakikishe kwamba maeneo yao yote yamezimwa, kwa maana isije katokea tena hitilafu kama hii. Lakini ukiacha labda friji linafanya kazi afu friji tena lika overlap, inaweza ndo chanzo cha tatizo kama hili kutokea tena. Mimi naitwa Saidi Mohamed Mwanya, mkazi Gamboni. Mnajishughulisha na ubebaji mizigo. Mimi nimelishuhudia ilipaka moto unaanza na nilishuhudia na niliona. Chanzo lilikuwa ni shoti, kwa hiyo nimekuja, kuna mama mmoja pale usiku pale anakeshaga pale, akaja akasema bwana moto unawaka. Kwa hiyo tukajitahidi kuzima tukaushindwa. Tukachukua jukumu la kuwapigia fire. Walikuja hapa wakaendelea na shughuli zao za kuzima kazi zao. Kwa sababu mwenyewe niko naomba zile wanazotumia zile za nini wa fishing siju zile wangetuwekea zile. Hata kwa mama ntilie wangetuwekea ingekuwa vizuri zaidi. Kupunguza tatizo la moto. Naam, mtazamaji wa Mediawire Express, kama hali ilivyo katika soko hili la Stereo Temeke jijini Dar es Salaam, maduka takriban 32 yameweza kuungua. Ni janga la moto ambapo wafanyabiashara 32 wamepoteza bidhaa zao, wamepoteza biashara yao. Pole kwao. Mimi nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam katika soko la Stereo ambapo moto umetokea katika maduka haya na kuunguza maduka 32. Joseph Isangura, Mediawire Express.